Fire Ministries. Lakini hata siwezi kusema najuta kwa ajili ya yale aliyonitendekea, kwa sababu katika njia za ajabu za Mungu alifanya hayo yote yalete mema kwangu na yamenifanya niwe jinsi nilivyo leo. Ujumbe naotaka kuwaletea leo unaitwa tunaweza. Hebu tuseme hivyo vizuri tena kwa sauti, tunaweza. Sawa, Mathayo 11 mstari wa 12. Asante Baba kwa ajili ya neno usiku wa leo. Naomba kwamba utakuwa na kinywa changu na uwe na masikio yao katika jina la Yesu. Amen. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Nao wenye nguvu wauteka kama zawadi yenye thamani kubwa. Urithi wa ufalme wa mbinguni unatafutwa kwa dhati na kwa juhudi kubwa. Kwa dhati na kwa juhudi kubwa. Kauli hii inaonyesha hakuna muda wa kukaa tu. Ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Nao wanaume na wanawake wenye nguvu wauteka kwa nguvu. Sasa katika Kiyunani neno nguvu limetumika mara mbili, lakini linatokana na maneno mawili tofauti ya Kiyunani. La kwanza, kwamba ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu, linamaanisha kushambuliwa. Wangapi kati yenu wamegundua kwamba ufalme wa Mungu unashambuliwa kwa njia kubwa wakati huu? Huwa nashangaa jinsi nimeshuhudia katika maisha yangu mambo ya ajabu hata katika miaka 10 hadi 15 iliyopita, jinsi ni watu wengi wanajaribu kumwondoa Mungu kutoka kwa kila kitu, na ni jambo la kusikitisha sana. Na unajua nini? Watu ambao hawamwamini Mungu hawatabadilisha chochote. Kwa hivyo ikiwa kuna kitu chochote ambacho kitabadilika, basi ni sharti iwe sisi. Itatubidi tusimame imara na tufanye jina la Mungu liwe maarufu duniani wakati huu. Jamani, Mungu apewe sifa. Na maanisha kile ninachosema. Wacha niulize swali. Mnafikiri dunia yetu itabadilika kwa njia gani ikiwa kila mtu anayejiita Mkristo angejitokeza katika sehemu yake katika jamii na aishi kama Mkristo halisi? Ni zaidi ya kwenda tu kanisani na kuketi kwenye kiti kila wiki na ufikiria umewekewa tiki binguni eti kwa sababu umetekeleza jukumu lako kwa ajili umeenda kanisani. Au umesoma tu Zaburi 23. Tunapaswa kuwa wakali. Na neno la pili nguvu hapo linamaanisha wale wenye bidii, wanaojiamini, wenye ujasiri, ambao hawaogopi. Wacha niwaulize swali. Ni swali muhimu. Mko tayari? Je, hata mmewahi kufikiria jambo hili? Je, mko tayari kusimama imara na kuishi kulingana na kile mnachosema mnaamini, hata mambo yakiwa magumu zaidi? Nahisi kana kwamba Mungu ananinong'onezea moyoni mwangu akisema, unahitaji kuanza kuwatayarisha watu. Sasa hiyo si habari mbaya, si habari ya kukutishia. Hatupaswi kusema, sasa tunapaswa kuanza kuogopa. Kusema ukweli, hatupaswi kuogopa kitu chochote. Kwa sababu kitu kibaya zaidi kinachoweza kutendeka ambacho si kibaya sana ni kwamba unaweza kufa. Na ikiwa nimesoma Biblia yangu vizuri, kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Kwa hivyo, hatuhitaji kuogopa kufa. Kuogopa kifo hulemaza watu, lakini ukweli ni kwamba kifo si kitu kibaya. Kitu kibaya ni ikiwa utakufa bila kumjua Kristo. Lakini ukifa ndani ya Kristo na umtumainie mpaka utakapovuta pumzi yako ya mwisho, mpendwa, utakuwa mshindi pasipo uchungu tena, pasipo majonzi tena, na pasipo machozi wala kulia tena. Huwa tunashikilia sana vitu vya dunia hii na tutafakari ya kutosha kuhusu uzima wa milele. Kuna jambo limekuwa likitokota ndani yangu kwa takriban wiki 6 sasa, na nimekuwa nikiliona kila mahali katika Biblia, na ni kwamba kile kilichowapatia waumini wa hapo mwanzoni ujasiri ni kwamba walikuwa na tumaini la uzima wa milele, tumaini la kuishi milele. Milele ni muda mrefu kiasi gani? Ni muda mrefu wa kutosha kiasi kinachonifanya nitake kuwa mahali sahihi.
Amen. Ni vizuri kubarikiwa na vitu vizuri, lakini hatupaswi kushikilia vitu hivyo kupita kiasi. Unajua, tunaambiwa kwamba mbinguni ni mahali pa ajabu kabisa. Milango iliyotengenezwa kwa lulu, kuwepo kwa mawe maridadi ya kila aina kila mahali, na barabara iliyotengenezwa kwa dhahabu inayoweza kupenya na nuru. Ni mahali pa ajabu kabisa. Mtu fulani alikufa na alikuwa tajiri sana, na alitaka kwenda mbinguni na baadhi ya vitu vyake, na aliambiwa kwamba hawezi kufanya hivyo. Basi alisema, ni muhimu sana kwangu kwamba niende mbinguni na baadhi ya vitu vyangu. Je, unaweza kuona kama naweza kupewa ruhusa maalum? Basi mtu mmoja alienda na akazungumza na mamlaka husika na akasema, unajua, jamaa huyu anataka sana kuja huku na baadhi ya vitu vyake. Je, anaweza kupata ruhusa maalum ya kuja na baadhi ya vitu vyake? Basi alipewa ruhusa ya kuja na mkoba mmoja uliojaa vitu. Basi alipofika huko, Mtume Petro alikutana naye mlangoni, akasema, huwezi kuingia hapa na kitu chochote? Naye akasema, ndio naweza, nilipewa ruhusa maalum. Akasema, acha ndio nihakikishe. Basi Mtume Petro akaondoka kwa dakika moja, akaenda kuhakikisha, kisha karudi na akasema, ndio, umesema ukweli, amesema unaweza kuja na mkoba mmoja, lakini lazima niangalie ndani yake ili nione umbeba nini kabla hujaingia. Basi alifungua na ulikuwa umejaa mikufu ya dhahabu. Basi Mtume Petro alimwangalia na akasema, jamani, mbona uliamua kubeba kitu cha kutengeneza barabara? Jamani, kile tunachoenzi hapa duniani huko tutakikanyaga. Amen. Kwa hivyo, nafikiri hatuna budi kuwa na ujasiri, na itakubidi uwe tayari kusimama imara, hata kama ni wewe peke yako ndiye utakayesimama. Huenda ikatubidi tuwe tayari kupoteza marafiki. Huenda itakubidi uwe tayari kupoteza kazi kwa sababu ya kukataa kulegeza misimamo yako ya uadilifu ili uendelee kufanya kazi hiyo. Mmenisikia? Na nataka tufikirie, je, tuko tayari? Je, tuko tayari? Na nafikiri kwamba baadhi yetu ambao tumeitwa kufundisha ndani ya mwili wa Kristo, tunahitaji kuhakikisha kwamba tunahubiri ujumbe wa ajabu wa kutia moyo unaojaza watu tumaini. Kitabu changu kitakachochapisha msimu wa kuchipua kinazungumzia matumaini, kuwa na matumaini ya juu. Ni kitabu changu cha kuleta furaha. Kwa hivyo, nahimiza kuwa na matumaini. Naamini sote tunahitaji kuwa na matumaini, lakini msikose kuwa tayari. Nataka kujua kama mko tayari, na sitaki tu kujua kama mko tayari kwenda mbinguni, bali pia mko tayari kusimama imara na uwe na msimamo dhabiti juu ya Kristo. Usiseme tu simama kwa ajili ya Yesu, lakini je, kweli tuko tayari kusimama imara huko nje katika jamii, mahali ambapo msimamo wetu una muhimu? Amen. Nafurahi kwamba mmefurahi nusu, lakini nataka mfurahi zaidi. Sijui nyinyi, lakini mimi nimeishi miaka mingi ya maisha yangu nikiwa kuogopa kwa ajili ya jinsi watu wanavyonifikiria, kuogopa kile watakachosema, kuogopa kwamba huenda wakanitelekeza, wakanikataa ikiwa sitaalikwa katika sherehe, ikiwa hakuna mtu atakula chakula cha mchana pamoja na mimi. Na unajua nini? Nimekataa kuendelea kuishi kwa hofu, kwa sababu unajua niligundua nini? Ikiwa nitabaki na Yesu peke yake, basi nitafaulu. Nawe pia unaweza kufaulu. Warumi 5:17 inasema tutatawala kama wafalme katika maisha kupitia Kristo. Je, unatawala juu ya hali zako za maisha, au hali hizo ndizo zinazokutawala? Na kutawala juu ya hali zako hakumaanishi kwamba una uwezo wa ajabu wa kufanya tu na shida zako zote zinapotea. Kutawala katika maisha kupitia Kristo kunamaanisha kwamba haijalishi nini kinaendelea, bado unajua wewe ni nani katika Kristo, bado unaamini anakupenda, bado una amani, bado una furaha, na bado unazaa matunda mema na unawasaidia watu wengine. Amen. Luka 10:19 ni kifungu ninachokipenda zaidi. Hebu tukiangalia hapa kwenye skrini. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote, nguvu na uwezo wa kimwili na kiakili za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Hebu acha kifungu hicho kwenye skrini kidogo. Shetani ana nguvu, lakini sisi tuna nguvu na mamlaka. Kuna tofauti. Jamani, ana nguvu, lakini sisi tuna kitu ambacho yeye hana. Tuna uwezo katika jina la Yesu. Na mamlaka ya kipekee ambayo shetani anayo maishani mwetu ni yale ambayo sisi tunampa kupitia kutoamini. Na alimradi tunaamini neno la Mungu, haijalishi tunaona nini, haijalishi tunafikiria nini, haijalishi tunahisi nini, Mungu anafanya kazi maishani mwetu na tayari tumeshashinda vita. Sasa ni muhimu sana kwangu kwamba mtakapotoka hapa wikendi hii,
nina lengo. Nataka uondoke hapa ukiamini, uamini kwa dhati ndani yako kwamba chochote unachotaka kutekeleza maishani mwako, haijalishi utakuwa na matatizo gani usiyotarajia, haijalishi nini kitatendeka ambacho haukukitarajia kitendeke, hata kama hutapata vitu vyote unavyotaka, utaishi kwa mtazamo mpya ambao ni naweza kutekeleza chochote ninachohitaji kutekeleza kupitia Kristo anitiaye nguvu. Naweza kutekeleza chochote ninachohitaji kutekeleza kupitia Kristo anitiaye nguvu. Naweza kuwa nalea watoto wangu peke yangu, lakini bado nitafaulu na watakuwa watoto wazuri. Naweza kuwa na mwanzo mpya. Naweza kushindwa na bado nianze upya. Naweza kufanya mambo magumu. Naweza kupunguza uzani ninaohitaji kupunguza. Naweza kuwa na afya bora tena. Naweza kuwa na mwili mzuri. Naweza kusafisha nyumba yangu. Naweza kutoka kwa madeni. Naweza kutekeleza kile Mungu anataka nitekeleze kupitia Kristo anitiaye nguvu. Wangapi kati yenu mnafikiri kwamba wakati mwingine huwa tunashindwa kwa urahisi sana? Unajua, tunalia ikiwa tunaona nyumba zetu ni duni, ikiwa gari letu si jipya, na ikiwa hatuna vazi jipya la kwenda sherehe, na tunasoma Biblia na tunaona Wakristo hapo walikuwa wanaliwa na simba, lakini bado walikuwa na furaha kushinda wengi wetu. Amen. Na unajua, kwa njia moja ni jambo la kuchekesha, lakini kwa njia nyingine ni jambo la kusikitisha. Unajua nini? Tukiwa hapa usiku wa leo tukifanya sherehe na tukijifurahisha na tukizungumza kuhusu jinsi Mungu alivyo mwema, kuna watu wanaouawa duniani sasa hivi. Leo katika dunia hii, pengine hata sasa hivi sisi tukiwa hapa tumesimama imara na tukisema sitapiga magoti na simama imara na muamini Yesu. Amen. Na hupasi kuogopa hilo. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu kila tunachohitaji Mungu atatupatia neema ya kukifanya wakati tutahitaji kukifanya. Niliwahi kusikia hadithi moja kuhusu watu wawili ambao walikuwa wamepangiwa kutekelezwa kwenye nguzo siku iliyofuata. Walikuwa pamoja katika seli moja gerezani. Mmoja wao alikuwa mzee mwenye uzoefu mkubwa na Mungu. Ni kitu cha ajabu jinsi ambavyo hofu hupotea maishani mwako kadri unavyozidi kuwa na uzoefu na Mungu. Na mwingine alikuwa muumini kijana, na wote walimpenda Mungu, lakini yule mzee alikuwa na uzoefu mkubwa katika kuona uaminifu wa Mungu. Unajua, ukiwa bado kijana, mara nyingi utataka kuhisi kila kitu ndiposa uamini. Lakini kadri unavyozidi kuwa mzee, kadri unavyozidi kupata uzoefu na Mungu, ndivyo utakavyozidi kugundua kwamba kuamini huja kwanza, kisha hisia na mambo mengine yote huja baadaye baada ya kuamini. Amen. Pengine nahitaji kusema hiyo tena, nirudie, Ukiwa bado mchanga katika Bwana, utategemea zaidi hisia. Lakini wakati ufika katika uhusiano wetu na Mungu ambapo hata kubali msingi wa uhusiano wetu naye uwe ni hisia peke yake. Na wakati mwingine utasema, mbona simhisi Mungu tena? Mungu yuko wapi? Mbona sihisi hiki na kile ngenge? Haya basi, ni wakati wa kukoma ambapo tunahitaji kuamini kile ambacho neno linasema, haijalishi kama tunakihisi au la. Basi kadri unavyozidi kukomaa katika Bwana, ndivyo utakavyozidi kugundua kwamba kuamini huja kwanza, kisha mambo mengine yote unayohitaji yanakuja baadaye. Biblia inasema kwa kadri ya imani yenu mpate. Kwa hivyo ni muhimu sana sana kwamba tuelewe kuwa Mungu ni mwaminifu. Basi mzee huyo alikuwa ametulia tu. Walijua kwamba alikuwa amepangiwa kuteketezwa kwenye nguzo siku iliyofuata, lakini yule kijana alikuwa amefadhaika sana. Tutafanya nini? Sijui kama nitaweza jambo hili. Naogopa sana. Sijui kama nitaweza jambo hili. Sijui kama nitaweza jambo hili. Nahisi kana kwamba sitaweza. Na yule mzee akasema, mwanangu, Mungu atakuwa pamoja nawe. Oh, sijui. Kisha kijana huyo akawasha kiberiti na akachoma kidole chake kimoja na akasema, oh, jamani, kama huo ni uchungu hivyo, sijui kama nitaweza kwenda na kuteketezwa nikiwa hai kesho. Na yule mzee alisema, mwanangu, Mungu hakukwambia uchome kidole chako, kwa hivyo hakukuwa na neema. Lakini anataka uteketezwe kwenye nguzo kesho. Neema yake itakuwa pamoja nawe na utaweza kutekeleza chochote unachohitaji kutekeleza. Amen. Tusiishi kwa hofu. Biblia inasema kwamba katika siku za mwisho watu watavunjika moyo kwa hofu. Lakini hebu tufanye uamuzi kwamba sitaruhusu hofu itawale maisha yangu. Amen. Sasa tutaweka picha kwenye skrini ambayo ni ya mwanamke aliyekuwa
mashuhuri sana. Jina lake lilikuwa Rosi na aliitwa Rosi mpiga ribiti. Tafadhali hebu tuweke picha hiyo kwenye skrini. Mimi si Rosi, lakini picha yake inakuja. Huyu hapo. Haya, sasa unajua hiyo picha ni maarufu sana, kila mtu anaitambua. Ni kutoka kipindi cha vita vya pili vya duniani na inasema kitu bila kusema chochote. Inasema tu, ndio, tunaweza. Basi nilianza kufanya mazoezi nikiwa na miaka kama 62 au 63. Siwezi kumbuka ni umri gani hasa, lakini hiyo ni miaka ya kuchelewa kuanzia mazoezi. Lakini nilitengenezewa picha hii na nikaiweka ukutani mahali ninapofanyia mazoezi. Basi tuna vitu hivi hapa wikendi hii kwa sababu nataka nyinyi wote muamini kwamba mnaweza. Basi hizi hapa baadhi ya picha ambazo tumepiga wikendi hii na ambazo ni za baadhi yenu ambao tayari mmekuwa huko nje. Mtaangalia kama mnaweza kuona picha zenu hapo. Rosi mpiga ribiti ilikuwa picha maarufu ambayo ilitumiwa kuwasajili wanawake kufanya kazi katika viwanda vya kutengeneza zana za vita wakati wa vita vya pili vya duniani, na nilifanya utafiti wa ndani kuhusu jambo hilo. Nilikusanya takwimu kwa sababu kipindi hicho kilikuwa cha ajabu sana. Kulikuwa na picha zingine kama hii, lakini hii ndio ilikuwa maarufu zaidi. Mpiga ribiti alikuwa mtu aliyefanya kazi ya mashine ya kupiga ribiti, na ilikuwa ni kazi ambayo ingekuwa ngumu sana kumwona mwanamke akiifanya kipindi hicho. Vita vya pili vya duniani vilipoisha, nitawapa tu takwimu za makadirio hapa. Tulikuwa tumetengeneza takriban ndege 300,000, vifaru 103,000 na bunduki nzito zinazojifyatua zenyewe, mizinga 372,000, tani milioni 47 za risasi za bunduki nzito, meli 87,000 za kivita na risasi bilioni 44 za bunduki ndogo. Jarida la Times Magazine lilitaja uzalishaji huo kama miujiza na kusema kwamba hayo yote yangefanyika bila wanawake. Wanaume wengi walikuwa vitani, kwa hivyo wanawake hawakuwa na budi ila kusimama na kufanya kitu ambacho walikuwa hawajawahi kufanya hapo mbeleni, kitu ambacho hawakujua jinsi ya kukifanya, kitu ambacho hakuna mtu angeweza kuamini kwamba wanaweza kukifanya, lakini pamoja walikifanya, na hivyo ndivyo mbiu hiyo ilianza, tunaweza. Amen. Kwa hivyo ujumbe wangu usiku wa leo ni kwamba tunaweza. Lakini tofauti kidogo na jinsi ambavyo wewe unafikiria. Ndio, tukishirikiana tunaweza kutekeleza mambo ya ajabu, lakini nataka kuwapa wazo jipya la wale unaoshirikiana nao. Unaoshirikiana nao ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu na mimi. Kila mtu aseme naoshirikiana nao ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu na mimi. Unaona, ni sharti tugundue kwamba daima tuna timu iliyo pamoja nasi: Mungu Baba, Yesu Mwana na Roho Mtakatifu, na malaika wote ambao Biblia inasema wako pamoja nasi kila wakati kutulinda na kutuepusha na madhara. Sisi ni sehemu ya kundi kubwa, na kwa hivyo hatupaswi kuishi kwa hofu. Atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote za utiifu na huduma. Unajua, mamangu alisha akimwogopa babangu. Ikiwa umesikia hadithi yangu, unajua kwamba nilidhulumiwa kingono na babangu, na alikuwa mtu mkatili sana na alimtesa mamangu. Alimpiga mara kwa mara na akaharibu maisha ya ndugu yangu, na mamangu alijua kile alichokuwa ananifanyia, lakini hakufanya lolote, na bado huwa nashangaa jinsi ambavyo hakufanya lolote. Huwa nashangaa kwamba hakuweza kufanya lolote. Lakini unajua kwa nini hakufanya lolote? Aliogopa kwamba hangeweza kujikimu kimaisha bila babangu. Na kwangu hicho kilikuwa kitu cha kusikitisha sana. Na sidhani kuna kitu kinachonikera kama wakati watu wanatoa vijisababu na kulialia kwa ajili ya vitu ambavyo hawawezi kufanya. Na nadhani hiyo ni sehemu ya kwa nini niko jinsi nilivyo. Na itawabidi mnisamehe mkiona navuka mipaka kila wakati, lakini nitawaambia kitu. Unaweza kutekeleza kile unachohitaji kutekeleza kupitia Kristo akutiaye nguvu. Pengine unasema, huenda mamako hakuwa Mkristo. Basi cha kusisimua ni kwamba mamangu alikuwa muumini, lakini alikuwa muumini asiamini. Nafikiri kuna mamilioni ya watu kama hao. Wanaketi makanisani, wanaamini kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zao,
lakini hawaamini kwa dhati hao ni nani ndani ya Kristo. Hawaamini hao ni washindi, kwamba hao ni zaidi ya washindi, kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu iko pamoja nao. Kwa hivyo wanaketi tu na kuacha maisha shetani na watu wengine wawakanyage kanyage, ili hali wanahitaji kusimama na waseme, Mungu, nataka uniongoze na unielekeze, na nitafanya kile unachotaka nifanye, sijali itanigharimu nini. Mamangu alipatwa na matatizo ya kiakili kwa sababu ya hisia za kuhukumika na hofu, na alienda mbinguni kuwa na Yesu mwaka uliopita, lakini hakika maisha yake yalikuwa mabaya. Yalikuwa mabaya sana. Aliogopa kwamba hangeweza kuishi bila mtu huyo ambaye alimdhulumu na aliyekuwa na roho ya ukatili. Na nashukuru kwamba babangu aliokoka kabla ya kufa, kwa hivyo alibadilika na kuwa mzuri kidogo. Lakini nachosema ni kwamba mamangu alifikiri kuwa hakuweza kuishi bila mtu ambaye alikuwa anamfadhaisha, na jambo hilo halina maana yote. Wacha niambie kitu akina dada, ni sharti mpate ushindi dhidi ya kuogopa wanaume. Maisha yako hayapaswi kudhibitiwa kwa hila na kile ambacho mtu fulani atafanya au hatafanya, au kile atakachofikiria au aseme, au kile ambacho hatafikiria au hatasema. Tumeacha mambo hayo yadhibiti na yaongoze hatima yetu, na kufanya hivyo si kumcha Mungu. Na natoa wito kwa watu ambao watasema, nitaanza kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Sijali kama sitakuwa na rafiki hata mmoja dunia nzima, au kama hakuna hata mtu mmoja atakubaliana na mimi. Nataka kuwa kile ambacho Mungu anataka niwe, na nitekeleze kile anachotaka nitekeleze. Kuna watu ambao yamkini wangependa kuja katika kongamano hili, lakini hawakuja kwa sababu ya kile. Najaribu kufikiria neno ambalo si la kijeuri, lakini siwezi. Kile ambacho baadhi ya marafiki zao wenye msimamo mikali ya kidini watafikiria. Wanaweza kututazama kwenye runinga kisiri, lakini nakwambia hawawezi kukubali kuonekana na watu kama sisi. Jamani, hatuwezi kupata ushindi kisiri. Tukitaka kupata ushindi, basi ni sharti tusimame na tuonyeshe kwamba kweli tunaamini kuwa Yesu yu hai, na tuwe na azma ya kuwa na maisha ambayo anataka tuwe nayo. Amen. Tunaweza kutekeleza kile tunachohitaji kutekeleza. Unajua, wanawake hawa wakati wa vita vya pili vya dunia ilikuwa wakati wa vita. Basi je, niwaambie kitu, huu ni wakati wa vita. Tuko vitani saa hii. Tuko katika vita dhidi ya shetani. Tuko katika vita dhidi ya akili zetu. Tuko katika vita dhidi ya hisia zetu. Kuna vita dhidi ya watoto wetu. Kuna vita dhidi ya dhana na wazo la kwamba Mungu ndiye muumba wetu. Kila mahali unakoangalia kuna vita dhidi ya kitu chochote kilicho chema, kiadilifu na sahihi. Na nitasema tena, si watu wa kidunia ndio watakaoleta mabadiliko, ni sharti iwe sisi. Na unajua ukweli ni kwamba kile ambacho kila mmoja wetu anahitaji kufanya ni kwenda katika sehemu yetu katika jamii na tudhihirishe kile tunachosema ndio utambulisho wetu, na tuonyeshe kwamba kweli tunaamini kile tunachosema tunaamini. Si kwamba nawaambia mwende mwanzishe fujo, nawaambia mwende huko nje na mdhihirishe Ukristo wenu. Hatupasi kuona kwamba ni makosa kwetu kumwamini Mungu, lakini pia hatupasi kuwaudhi watu kwa kuomba kwa sauti ya chini kila wakati ofisini na kuonyesha kila mtu jinsi tulivyo watakatifu. Lakini tunapaswa kuwa wajasiri kwa ajili ya imani yetu. Amen. Tuko katika vita. Silaha za vita vyetu si za kimwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tuko katika vita vya uadilifu leo. Wacha niwaulize swali. Wako wapi akina Danieli, akina Shadraki, akina Meshaki na akina Abednego? Wako wapi akina Esther, akina Ruthu na watu kama hao? Wako wapi kina Yusufu ambaye alikubali kwenda gerezani badala ya kulegeza msimamo wake ya kimaadili? Danieli aliyekubali kuingizwa ndani ya pango la simba badala ya kumsujudu mfalme mwovu. Shadraki, Meshaki na Abednego ambao waliingizwa ndani ya tanuu yenye moto na walitoka huko bila hata kunuka moshi. Unaona, wacha niwaambie kitu. Tunaogopa kupitia hali fulani, lakini ukweli ni kwamba hali tunazopitia hutufanya tuwe na nguvu zaidi. Ni kweli zinatufanya tuwe na nguvu zaidi. Na ndiyo maana siwezi tena kusema, laiti singedhulumiwa na babangu. Na najua mtu ambaye pengine bado hajapitia
hali kama hiyo, na Mungu anaweza kuona mtazamo huo ni wa kichaa. Lakini hapo mwanzoni nilisema kama singedhulumiwa, unajua, kama ningekuwa na wazazi wazuri zaidi, basi ningetekeleza kitu. Na niliishi hivyo kwa miaka mingi, na hatimaye nilichoka na hayo na nikashikilia neno la Mungu na nikagundua kwamba naweza kuwa na maisha mema licha hayo yote. Lakini hata hivyo, licha ya kugundua hivyo, kwa miaka mingi bado nilisema kama singedhulumiwa, unajua, kama singekuwa na kidonda hicho maishani mwangu. Na siku moja nilikuwa namwambia mtu kwamba unajua, kama singedhulumiwa, na ilikuwa nikana kwamba hata sikuweza kutamka jambo hilo tena. Haikuwa sawa kusema hivyo tena, na niliacha na nilifikiri, unajua nini? Najua inaonekana nina kichaa, lakini hata siwezi kusema najuta kwa ajili ya yale yaliyonitendekea, kwa sababu katika njia za ajabu za Mungu alifanya hayo yote yalete mema kwangu na yamenifanya niwe jinsi nilivyo leo. Mungu hufanya kazi katika kila jambo. Jambo hilo halikuwa lizuri, halikutoka kwa Mungu, lakini alilitumia pamoja na mambo mengine mengi, na sasa naweza kuangalia nyuma na niseme kile ambacho shetani alitaka kinidhuru, Mungu alikikusudia kwa wema. Na nataka nikwambie kwamba hiyo ni kweli hata katika maisha yako. Kile ambacho shetani alikupokonya, itambidi akurudishie mara 7. Uovu aliyokutendea utautumia kuleta manufaa maishani mwako. Amen. Tunaweza